Ubarikiwe sana na Yesu Kristo mahali popote ulipo. Ni kualike katika kipindi chetu cha leo cha Jicho la Kilindi. Na leo tuko na Waefeso 2 mstari wa 6. Efeso 2 mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Yes. Kama ilivyo ada katika kipindi chetu cha Jicho la Kilindi, tunapotaka kuipata ile baraka kubwa ambayo ipo katika mstari fulani, inatulazimu sasa tuanze kwenda katika kifungu kwa kifungu katika huo mstari. Sasa katika kifungu kilichopo hapa, kifungu cha kwanza kabisa anasema akatufufua pamoja naye. Akatufufua pamoja naye. Yes, akatufufua pamoja naye ni kwa sababu tayari mstari wa kwanza ameshaongea habari za kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini mstari wa pili tunaongezea kwamba wakati Kristo anafufuka, hakufufuka peke yake, ila alifufuka, tulifufuka sisi pamoja naye. Yes, pamoja naye. Kwa katika lugha ya asili imeweka msitizo kabisa kwamba ni kufufuka pamoja naye, sio kwamba alifufuka peke yake. Mawazo hayo si mageni katika Biblia, wala si mara ya kwanza wala ya mwisho, lakini yamejitokeza pia katika vifungu vingine vya Biblia vikithibitisha wazo la kufufuka pamoja naye. Sasa linaonekana katika Warumi sura ya 6 mstari wa 4. Hapo Warumi sura ya 6 mstari wa 4 anasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa tulizikwa pamoja naye, na kwa kuwa tulizikwa pamoja naye kama yeye alivyofufuka, na sisi tuenende katika utu wa uzima, upya wa uzima. Yes, upya wa uzima. Lakini wazo nililotaka ulione hapo ni kwamba ni pamoja naye, kwamba si kwamba alikufa pamoja peke yake. Tulikuwepo pamoja naye, tulishiriki ile mauti ya Yesu Kristo. Ndio wazo liloko hapo. Na Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza. Wakolosai 3 mstari wa kwanza. Hapa Wakolosai. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni aliye juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa si Kristo tu alifufuka, lakini tulifufuka pamoja na Kristo. Hii hapa mwingine inaweza ikamchanganya, lakini nataka nikukumbushe vitu viwili hapo ili uweze kuelewa maana ya kufufuka pamoja na Kristo. Cha kwanza tunazingatia kwamba ni Mungu anayeweza yote. Binadamu hivi, mimi nimezaliwa leo, labda mwaka huu 2026, labda ndo nazaliwa, au tufikirie mtoto anayezaliwa leo 2026. Huyu baada ya miaka kadhaa atampokea Yesu. Alafu akimpokea Yesu, Biblia inamuunganisha hapa kwamba na yeye alikufa pamoja na Kristo, alafu akafufuka pamoja na Kristo. Sasa kwanza alikufa pamoja na Kristo, wakati huo Kristo alikufa na kufufuka yapata miaka 2000 na karibia sasa. Tuko 2026, na kama alikufa na miaka 33, kwa hiyo ni miaka kama 30 na kitu pale AD baada ya Kristo. Sasa unakuta kwamba eti alifufuka pamoja naye. Huyu aliyezaliwa 2006 naye anahusika. Sisi tuliozaliwa miaka ya 90 na sisi tunahusika. Waliozaliwa miaka ya 80 nao wanahusika. Waliozaliwa miaka 1500 huko nao walikufa pamoja na Kristo na walifufuka pamoja na Kristo. Sasa inakuwaje hiyo? Na mmoja nataka ujue kwamba Mungu kwake yote yanawezekana. Yes. Kwa binadamu haiwezekani, ikipita imepita, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Na hiyo inakuwa muhimu kwa sababu inaturudisha katika point namba 2. Point namba 2 nataka ujue ni kwamba unapotaka kuongelea habari za Mungu, habari za Yesu Kristo, lazima ujue kitu kimoja, kwamba Mungu anaishi nje ya muda, lakini huwa anatembelea muda. Sawa? Sisi tunaishi ndani ya muda, lakini Mungu anaishi nje ya muda kwa sababu Mungu aliumba muda. Biblia inasema ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza. Okay? Lakini ni hapo mwanzo. Imeshaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya pili, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zote zinafuata baada ya mwanzo kuanza. Lakini huyu ni Mungu ambaye alikuwepo kabla ya mwanzo haujaanza.
Sawa. Kwa hiyo unapomjadili sasa usimchanganye na sisi tuliokuja wakati mwanzo ushaanza. Mwanzo maana yake na wakati ukawemo. Maana ndio tukapata siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yes. Kwa hiyo Mungu yuko nje ya wakati. Na kwa sababu Mungu yuko nje ya wakati, kwake hakuna wakati uliopita, kwake hakuna wakati anaosubiria. Kwa hiyo sasa mimi hapa naweza nikarudishwa kwenye miaka 2000 iliyopita wakati Kristo anakufa na kufufuka, afu na mimi nikafa pale msalabani, afu nikafufuka. Kwa Mungu inawezekana, lakini kwa binadamu haiwezekani. Sawa? Kwa Mungu inawezekana kabisa, kwa sababu kwake hakuna wakati uliopita wala hakuna wakati anaongojea. Ndio maana Mungu hana surprise. Huwezi kumsurprise Mungu hata siku moja. Okay, nitaka nisonge mbele kidogo hapo. Kwa hiyo tunaposema kufufuka pamoja na Kristo, ni dhana ile na inaongelea uwezo ule wa Mungu kutawala wakati ambao akatuchukua sisi tulioamini mwaka 2006, akatupeleka yapata miaka 2000 nyingine nyuma, akaturudisha msalabani pa Yesu Kristo, dhambi zetu zikagongomelewa, tukaingia kaburini, alafu tukafufuka pamoja na nani? Na Kristo. Hii inawezekana na ndio imewezekana sasa. Haleluya. Wow. Kwa hiyo wazo hilo limejionekana hapo katika maandiko hayo matatu: Waefeso 2:6, Warumi 6 mstari wa 4 na 5, lakini Wakolosai ikionyesha kabisa kwamba ni msitizo kabisa kwamba jamani, kweli tulikufa pamoja na Kristo na tukafufuka pamoja na Kristo. Haleluya. Okay. Baada ya hapo kuna neno lingine la muhimu, ni kwamba akatuketisha pamoja naye. Yes, tunafahamu kwamba Kristo alipofufuka tu moja kwa moja akaenda akaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini hii inatuletea wazo jipya kwamba akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha, kwanza hilo neno linaashiria utawala, kushinda vita, kuweka mamlaka zote chini. Hapo tunasema umeketishwa. Kuketi ni kuweka mamlaka zingine chini kwa lugha ili mantiki yake. Kwa hiyo ninachotaka uone hapo ni kwamba hivi sisi mamlaka zote za ulimwengu huu zimewekwa chini yetu. Ndio wazo ambalo Paulo analiongelea hapo, kwamba akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Ngoja nikuonyeshe hiyo Waebrania 1 mstari wa 3. Waebrania 1 mstari wa 3 hapa. My God, where is? Okay. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa chapa yake Kristo, akavichukua vitu vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakaso, aliketi mkono wa kuume uko juu. Okay? Kwa akivichukua vitu vyote kwa amri ya uwezo wake, kwa mamlaka ya uwezo wake. Kwa hiyo vitu vyote vikawekwa chini ya uwezo wake, ndio maana ya kuketishwa. Sasa wazo la Waefeso hapa ni kwamba si Kristo peke yake aliyeketishwa, bali na sisi pia tuliketishwa pamoja naye. Yes. Sasa kifungu kingine kinaongezea hapa, kinasema katika ulimwengu wa roho. Wow. Katika ulimwengu wa roho. Sasa neno katika ulimwengu wa roho hapa lilotumika Kiswahili hivi ni kama linakuja kama fumbo, lakini ili neno roho lilotumika hapa ndio neno ambalo linatumika kwenye neno mbingu. Ukiangalia katika, ukilinganisha na ile mwanzo 1 hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, lile neno mbingu lilotumika ndio neno hili hapa katika Biblia yangu ya Kigiriki nilipokuwa nikiangalia. Kwa hiyo anachokisema ni kwamba katika ulimwengu wa mbingu. Yes, katika ulimwengu wa nini? Wa mbingu. Simaanishi kwamba katika ulimwengu wa roho haina maana, ila tunataka tuipanue kwamba kwa wenzetu mbingu na roho ni vile vile. Sasa sisi usijibane hapo kwamba ni katika roho. Katika roho anachoongelea pia ni katika mbingu. Yes, katika mbingu. Kwa hiyo tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba pamoja na Kristo katika mbingu, kwa sababu ni kwamba technically speaking, situwekaje kwa Kiswahili, tukiongea katika maana ya kifundi ni kwamba Yesu Kristo hayuko hapa duniani kwa sasa, yuko mbinguni. Lakini katika maana ya pili ni kwamba Yesu Kristo yuko hapa duniani. Ni kweli kabisa, yuko hapa duniani kivipi? Yuko hapa duniani kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mwakilishi wa Yesu Kristo hapa duniani. Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho. Wako watatu washuhudiao duniani,
neno, damu na maji. Kwa hiyo unamwona roho, roho, damu na maji, okay. Roho Mtakatifu ndio anawakilisha ule utatu wa mbinguni kwa sasa hapa duniani. Pointi ninayotaka uione hapo ni kwamba Mungu katika ulimwengu wa roho ametuketisha na Kristo. Na anaposema katika ulimwengu wa roho anaongelea mbingu. Sawa? Kwa katika roho, katika mbingu tumeketishwa. Na hili neno katika roho linakuwa la muhimu kwa sababu kimwili ukisema sasa sio katika roho basi ni katika mwili. Katika mwili mimi nimeketi huko. Niko hapa duniani, niko Tanzania sasa. Sawa? Kwa katika roho nimeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini tunaposema katika roho tunakuwa tunaongelea pia mamlaka za kimbingu. Haleluya. Yes, tunaongelea mamlaka za kimbingu. Amina. Yes, kwa ili wazo pia limejirudia mara kadhaa katika Biblia. Ngoja tuliangalie pia ili uweze kuliona muktadha wake. Limejirudia katika Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ili neno katika ulimwengu wa roho ndio lile neno ambalo limekuja kuongelewa hapo kwamba tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ni katika mbingu. Haleluya. 1:20 pia ana wazo. Uliotenda kazi katika Kristo akamweka alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Yes, katika ulimwengu wa roho. Yes, inaendelea na kuendelea. Maandiko ni mengi. Hapa mbingu anazungumzia eneo la mamlaka ya kiroho, sio tu mbingu hiyo anga hiyo, kwa sababu anga ni mbingu. Kwa hapa tuongelee anga kama anga, lakini tunaongelea mamlaka ya kiroho kwa ujumla wake. Haleluya. Yes. Afu hapa kuna kifungu kingine hapa tena kinaongelea, kinasema ndani yake Kristo, katika Kristo. Kwa mambo haya yote yamefanyika ndani yake Kristo. Haya mambo hayamhusu mtu yoyote ambaye hayuko ndani yake Kristo. Haya mambo yametuhusu sisi tulio ndani yake Kristo. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kingine hapa cha msingi zaidi, ni usambamba uliopo kati ya huu mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 6 na sura ya kwanza mstari wa 19. Usikilize vizuri. 2:6 anasema akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Katika Kristo, yes. Okay. Hapo ukija 19, na ubora ukuu wa uwezo wake uliotenda kazi ndani yetu, na ubora ukuu wa uwezo wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya nguvu za uwezo wake. Aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaona hapa Kristo alifufuka katika wafu, kipengele cha kwanza, alafu kipengele cha pili akamweka mkono wake wa kuume, kipengele cha pili, alafu kipengele cha tatu hapa wanasema katika ulimwengu wa roho. Sasa moja kwa moja unaenda 2:6 unakuta naye akatufufua pamoja naye, kipengele cha kufufuka kipo, akatuketisha pamoja naye kipengele cha kuketi kipo, alafu katika ulimwengu wa roho kipengele namba 3 kipo. Sawa? Yes. Ambapo unaweza kuongeza kipengele cha 4 kwamba katika Kristo, afu hapa anayezungumziwa ni Kristo mwenyewe, vipengele 4. Sawa. Sasa hivi vipengele vinaonesha usambamba ambao sitaki kwamba tuupotezee. Ninachotaka nikuonyeshe hapo ni kwamba ikiwa Kristo alifufuka na haya yote yaliyotajwa hapa yalifanyika kwa Kristo na tunaona yalifanyika na kwetu pia, basi hata haya ambayo hayajatajwa katika sura ya pili na kwetu pia yamefanyika. Yapi hayo? Haya hapa. Anasema aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. 20 imeishia hapo, ambapo na sisi hapo tunafiti paka hapo kwa mujibu wa 2:6. Lakini kuna nyongeza inaendelea. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Wow. Kwa hiyo kama Kristo ameketi juu sana kuliko ufalme na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina, na sisi tumeketishwa pamoja naye, basi na sisi pia tumeketishwa juu sana kuliko ufalme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Kwa mujibu wa mstari huu sasa unafanana kabisa na ule wa 1 mstari ngapi? Wa 20. Na huu sambamba unatusaidia kuweza kuelewa kwamba basi ikiwa haya ndio yaliyompata huyu aliyehudhuria ili tukio la kufa na kufufuka na kuketishwa na Kristo,
Kwa sababu huwezi kusema nimeketishwa na Kristo pamoja naye, alafu yeye ndio yuko juu ya mamlaka zote, alafu mimi niko chini ya mamlaka zote. Haiwezekani. Basi hiyo sio pamoja. Na ndio maana hapa kuna neno sync limehusika katika kuelezea ile pamoja, ambapo sisi katika Kiingereza neno sync tulikuwa tunaweka kama kufanana, synchronize, like vitu kuingiliana. Sawa. Nadhani wale wenzangu na mimi wale wa Kiingereza wanaelewa vizuri hapo. Ndio maana ile neno limejirudia sana, akatufufua pamoja naye. Unajua sisi kwenye Kiswahili ili neno akatufufua pamoja naye ni maneno haya mawili, akatufufua pamoja naye, lakini kwenye lugha ya Kigiriki ni neno moja, Jelen, my God, lugha za watu. Lakini limekaa neno hili moja, sisi akatufua pamoja naye. Ili neno pamoja nao wao hawajaliweka kwamba lijitegemee, limebana pale pale kwenye akatufua, limejichomeka likabana. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kutenganisha, ni ile kuingiliana pamoja naye. Kwa hiyo na sisi kama tumefufuka pamoja naye, basi vile alivyovishiriki zile baraka alizozishiriki kwa kule kufufuka, na sisi zinatuhusu moja kwa moja. Pointi yangu ni kwamba shetani ako na mamlaka, shetani ako na uweza, shetani yuko na mbwembwe na vitu mbalimbali, sio maagano na mashetani yake anajua mwenyewe. But point is, wakati Mungu anamweka Kristo juu ya hizo mamlaka zake, juu ya hizo nguvu zake, juu ya huo sultani wake, alituweka na sisi pia kwa mujibu wa usambamba wa mstari wa 19:26. Sawa? Kwa mujibu wa usambamba huo, basi na sisi pia tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Haleluya. Sasa unataka kujua kwamba ili iweje? Sawa? Ili iweje, yani kutuketisha pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, itanisaidiaje mtu kama mimi? Mtu kama mimi mwalimu, mtu kama mimi dokta, mtu kama mimi engineer, mtu kama mimi muuza nini, unafanya kazi gani? Inahusikaje hii na mtu kama wewe? Je, haya maandiko Mungu wakati anayatoa alikukumbuka na wewe katika kazi yako, katika familia yako na katika changamoto zako? Alikukumbuka na wewe? Ili andiko linataka kuathiri nini katika mzunguko wako wa maisha ya kila siku? Hebu tuonane katika mstari wa 7 wa sura ya 2. Mungu Baba wa mbingu na nchi akubariki sana. Haleluya. Amen.